709,432. Kwa ndoto yetu ya kufika abiria 1,400,000 inawezekana, na tayari tumeona dalili hiyo ya uhakika kabisa. Lakini pia ongezeko kubwa la mahitaji ya abiria wanaotumia ndege zetu za ATCL. Lakini pia kuna kwa upande wa usafirishaji wa mizigo, na wenyewe kama mtakumbuka tumenunua ndege moja ya mizigo, na wenyewe umeanza kuongezeka. Katika mwaka 2021-22 tulisafirisha tani tulizalisha tani 6,919, lakini mwaka huu tunategemea kuongeza tulisafirisha tani 2,567, na mwaka huu tunategemea tutafika tani 6,912. Hiyo ndio shughuli ya Bombardier. Hiyo ndio ndege yetu mojawapo ya Bombardier. Hizi tunazitumia zaidi kwa safari za ndani na nchi jirani. Kwa wale wanaokwenda Songea, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, tunaweza kutumia ndege za aina hiyo. Lakini tunayo aina nyingine, zile za masafa ya kati, zile Airbus ambazo ndio zinakwenda kwenye nchi mbalimbali za ndani ya Afrika. Lakini zile za masafa ya mbali kabisa ndio zile Dreamliner. Kwa ndugu zangu, shirika letu la ndege linaendelea kufanya kazi vizuri. Hali kadhalika limeendelea kuchangia vizuri katika uchumi wa nchi yetu. Makusanyo ya ndege ya kampuni yetu ya ATCL yamefikia dola za Marekani milioni 157.69 katika kipindi cha mwaka 24-25, ikiwa ni sawa na ongezeko la 87% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika mwaka huu 2025 ATCL pia imefanikiwa kuchangia shilingi bilioni 52.35 kama kodi, ada na tozo za kisheria, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasema shirika letu hili limekuwa mzigo. Nataka niwaambieni, linachangia katika pato la taifa, lakini pia linatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya utalii wetu, kama ambavyo hapo baadaye nitasema katika mkutano huu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sababu leo nilisema tunazungumzia eneo la usafirishaji, eneo lingine kubwa ambalo tunaendelea kufanya vizuri serikali ni eneo la usafirishaji wa reli. Sasa wote mnafahamu kwamba tunao mradi mkubwa wa reli tunaouwekeza kama nchi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa SGR, kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma, ili tuunganishe na nchi zetu jirani. Mradi huu unakwenda vizuri na kazi ya ujenzi inaendelea. Huduma za SGR zinaendelea kutolewa kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Wote mnafahamu zimetoa msaada mkubwa sana kwa wananchi waliokuwa wanatumia mpaka saa 12 kwa siku, na sasa wanatumia kati ya saa 3 mpaka 4 kusafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Tumefanya kazi kubwa tangu kazi hii ilipoanza mwezi Disemba hadi kufika Disemba 2025. SGR treni zetu zimeshasafirisha abiria zaidi ya 4,665,000. Lakini pia tumeshasafirisha mizigo. Tuliambia tunaanza mizigo. Tumeshasafirisha zaidi ya tani 52,305. Lakini pia Watanzania zaidi ya 207,468 wamepata ajira kupitia SGR. Kwa hiyo hizo ndio faida kubwa ambazo tumezipata kupitia SGR, na kazi hii inaendelea. Huduma za SGR zimeongeza tija katika uchumi, biashara na utalii, hususan kwa wasafiri wanaoelekea katika maeneo ya hifadhi. Niliwaambia kuhusu kufungamanisha usafiri na utalii, kwa hiyo wanaokwenda Mikumi, Ruaha na Udzungwa. Sasa hivi mtu anayekwenda huko kutokea Dar es Salaam anachukua SGR mpaka Morogoro au mpaka Dodoma. Baada ya hapo anaendelea katika maeneo haya ya hifadhi na mambo yake yanakuwa ni mepesi katika upande wa usafiri. Lakini pia tunafanya kazi kubwa ya kufanya ukarabati wa reli yetu ya kati ile ya zamani MGR. Niliwaambia kabla kwamba tunajenga SGR, lakini hatutaiacha reli yetu tuliyokuwa nayo MGR. Mpaka sasa kazi zinazoendelea ni kuendelea kuondoa reli ya ratili 45, tuweke reli ile kubwa yenye nguvu zaidi, yenye uwezo zaidi ya ratili 80. Tunaendelea kuongeza uwezo wa madaraja kutoka XL13 ili yaweze kupitisha XL10 kutoka tani 13.5 ili yaweze kupitisha tani 18.5. Lakini pia tumesaini mkataba wa ukarabati wa kipande cha Tabora hadi Kigoma kilomita 411. Mtakumbuka hiki kipande mara nyingi kimekuwa kikitusumbua, kinatuletea usumbufu mkubwa, na mawasiliano ya reli ya MGR yamekuwa kikatika mara kadhaa kwa kipande hiki. Kwa tumesha saini mkataba na tutakikarabati kiwe vizuri. Wenzetu wa Kigoma wale wanaotumia MGR kwa sasa
waondokane na hii adha ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Lakini pia hatukuishia kwenye MGR peke yake. Serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Zambia ambao tunashirikiana katika uendeshaji wa reli ya TAZARA tumefanya hatua kubwa katika kipindi hiki cha siku 100. Tumesaini mkataba wa makubaliano na serikali ya China kupitia kampuni ya CCECC ya kuanza rasmi safari ya ukarabati wa reli yetu ya TAZARA. Tunakarabati reli hii kwa mkataba wa dola za Marekani bilioni 1.4 sawasawa na zaidi ya shilingi trilioni 3.5 za Kitanzania. Tunataka reli yetu ya TAZARA iongeze ufanisi, na safari hii imeanza. Tutakuwa na wenzetu kampuni hii watakarabati na wataiendesha reli hii kwa makubaliano maalum ambayo kwetu sisi kwanza yamepunguza gharama za uendeshaji wa SGR. Tulikuwa tunatumia zaidi ya shilingi bilioni 28 kuendesha SGR. Fedha zilikuwa zinatoka serikalini. Sasa hivi hawa wataendesha kwa gharama zao, na bado sisi kama serikali tutakuwa tunapata gawio, tunapata faida kutokana na uendeshaji wa reli hii. Ni reli ambayo kwa miaka mingi imetuletea changamoto nyingi, na ilikuwa sasa kama haitupi manufaa tuliyotarajia. Serikali imefanya uamuzi wa kimkakati kwa ajili ya kwenda kuongeza uwekezaji na kufanya reli yetu ya TAZARA iwe na matokeo makubwa. Na kizuri zaidi, reli hii pamoja na kufanya uwekezaji pale, ukienda pale Morogoro tunatengeneza sehemu ambayo reli yetu itaweza kubadilishana mizigo na abiria na SGR. Tukifanya hivyo, maana yake ni kwamba mizigo yetu inayopitishwa kwa SGR itakuwa pia inaweza kuhamishwa na ikasafirishwa kwa reli ya TAZARA. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo tunaifanya. Tunaiunganisha nchi kutoka magharibi kwenda mashariki, kutoka kusini kwenda kaskazini. Tunao mradi mwingine wa kuunganisha reli yetu ya kaskazini, pamoja na kuwepo kwa mpango wa kujenga SGR, lakini pia reli iliyopo tunaiboresha ili iendelee kutoa huduma wakati utekelezaji wa ujenzi wa SGR ya kaskazini ukiwa unafanyiwa maandalizi ya mwisho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye eneo hili la usafirishaji pia tumefanya kazi kubwa ya kuimarisha bandari. Sasa katika kipindi cha mwaka 2024-2025, nusu ya kwanza ya mwaka 2025-2026, serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari na usafirishaji wa majini kama muhimili muhimu wa biashara ya ndani, kikanda na kimataifa. Upanuzi katika bandari ya Dar es Salaam unaendelea. Nitaongea kwa kifupi kwa sababu tulizungumza nanyi takriban wiki 3 zilizopita. Tunafanya upanuzi mkubwa katika bandari ya Dar es Salaam ambao unajumuisha ujenzi wa magati 10 mapya. Tunajenga matenki 15 ya kupokelea mafuta yenye ujazo wa mita za ujazo 378,000. Lakini pia tunafanya ujenzi wa magati mawili ya awali yenye urefu wa mita 500 ambao unatarajiwa kuanza mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, huku ujenzi wa matenki ukiendelea. Maboresho haya yataongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia hadi kufikia tani milioni 50 ikilinganishwa na sasa ambapo bandari yetu inatoa huduma ama inahudumia mzigo tani milioni 32. Lakini pia serikali imeanza maandalizi ya ujenzi wa bandari kubwa ya kisasa ya Bagamoyo. Awamu ya kwanza itahusisha ujenzi wa gati lenye urefu wa kilomita 1.3, uwezo wa kuhudumia meli za kisasa za Mega Max. Kwa wale wanaojua mambo ya meli, tutakuwa tuna uwezo wa kuhudumia meli hizi kupitia bandari yetu ya Bagamoyo. Kazi hii imeanza. Lakini pia tunao mradi wa Kurasini Logistic Terminal. Serikali imeanza kutekeleza mradi huu kwa lengo la kupunguza msongamano wa makasha bandarini, ambayo wenzetu wanaotumia huduma za bandari wamekuwa wakilalamikia jambo hili, lakini pia kuboresha uhifadhi wa mizigo inayoharibika. Mradi huu tunategemea uhusishe eneo la mita za mraba 210,000 na utawezesha sasa kuongeza uwezo wa kuhifadhi makasha hadi kufikia 700,000. Kwa sasa awamu ya kwanza ya mita za mraba 81,000 inaendelea kutekelezwa. Ndugu zangu, pia tunafanya kazi kama hii katika maziwa yetu makuu. Tunajenga sasa hivi tumekamilisha maboresho katika bandari ya Kemondo, bandari ya Bukoba, lakini bandari hizi katika Ziwa Victoria zinatarajiwa kuwa kitovu cha usafirishaji kati ya Bukoba, Mwanza na bandari za Uganda. Hili litatuongezea sana biashara katika ukanda na kupunguza gharama za usafiri. Tunaendelea pia na ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao kule Mtwara. Tunasema ni bandari maalum itakayotumika kusafirisha mizigo michafu. Sio neno zuri sana, lakini mizigo michafu tuna maana ya makaa ya mawe na vitu kama simenti vitasafirishwa hapo.
kwa sababu tukichanganya na mizigo mingine kumekuwa kuna malalamiko ya watumiaji wa bandari kwamba ni muhimu mizigo hii itenganishwe. Kazi hii inaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza nanyi, kazi imefika 18%. Lakini pia tunaendelea na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay katika Ziwa Nyasa, gati la kuhudumia meli na shehena ya magari, yani rolo. Kazi hiyo inaendelea kufanywa, jengo la abiria, jengo la utawala, miundombinu ya barabara na uzio, na mradi huu umefika 46%. Tunajenga pia meli, ujenzi wa meli katika Ziwa Victoria, Ziwa Victoria meli zinaendelea kujengwa, lakini pia katika Ziwa Tanganyika ambako pia meli zinaendelea kujengwa. Kwa kazi hizi tunaendelea kuzifanya, meli mbalimbali sitazitaja hapa kwa sababu ya muda, lakini kazi hizi zinaendelea kufanyika kote huko. Sasa tunajenga pia bandari pale Kilwa. Bandari ya Kilwa ni mahususi kwa ajili ya uvuvi, lakini tangu tumeanza uendelezaji wa bandari ile, tumeona fursa kubwa na muhimu ya bandari ile kutumika kwa utalii, na meli nyingi za utalii zimekuwa zikitua katika bandari ya Kilwa, na watalii wanatua pale ili waweze kuendelea katika maeneo mbalimbali ya utalii. Kazi hii inaenda vizuri, na hivi ninavyozungumza nanyi mkandarasi anaendelea na kazi ya ujenzi kukamilisha kwa maeneo ambayo yamebaki. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, nimesema tunafungamanisha masuala ya utalii na usafirishaji. Sasa usafirishaji, nikirejea kidogo kwenye usafirishaji wa anga, tumepata matokeo makubwa sana. Hivi ninavyozungumza nanyi, tumeandika rekodi nyingi katika eneo la utalii. Usafiri pia umechangia, na leo ningependa kubadilishana nanyi taarifa chache kuhusiana na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kwenye sekta ya utalii. Ni sekta ambayo inategemea mambo mengine mengi. Hili la usafiri na usafirishaji ni mojawapo, lakini pia kazi ambayo inatakiwa ifanywe ya kunadi vivutio vyetu vya utalii. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi na rasilimali nyingi za utalii zinazojumuisha vivutio vya asili, utamaduni, malikale, historia na vivutio vilivyoundwa na binadamu. Miongoni mwa vivutio vinavyoitangaza Tanzania kimataifa ni hifadhi yetu ya Serengeti, mlima Kilimanjaro, hifadhi ya Ngorongoro, Ruaha, Mikumi na Zanzibar. Maendeleo katika sekta hii yamekuwa makubwa sana. Katika kipindi kifupi cha mwaka 2024-2025 tumeona ongezeko la watalii kutoka 2,141,895 hadi kufikia watalii 2,294,495. Ongezeko la watalii wa ndani limekuwa pia kwa kiwango kizuri, kutoka watalii 3,218,000 mpaka watalii 3,610,960. Hao ni watalii wa ndani. Watalii hawa wote ukiwajumlisha kwa pamoja, kati ya 24 na 25 wameongezeka kutoka 5,360,247 na hadi mwisho wa mwaka 2025 tumesafirisha watalii 5,905,455, sawa na ongezeko la 10%. Tunaendelea kupiga hatua kubwa katika eneo hili kwa sababu tunaamini kwamba ongezeko kubwa la utalii ni ongezeko kubwa la mapato kwa Watanzania. Kwa hiyo ni lazima tutekeleze afua mbalimbali za kuhakikisha tunaendelea kuongeza idadi hii ya watalii. Kwa ujumla, ukuaji huu umechangiwa na uboreshaji wa miundombinu ya usafiri, anga, reli na barabara, uwekezaji katika hifadhi zetu, lakini pia mikakati ya kimataifa ya kutangaza utalii. Tumepata nini baada ya kufanya jitihada hizi kubwa? Kwanza, ukijumuisha na kazi kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais kupitia filamu ya Royal Tour na Amazing Tanzania, nchi yetu imeanza kupata tuzo kubwa na nyingi za kimataifa. Tulikuwa tunapata tangu zamani, lakini hazikuwa nyingi kama ilivyo sasa, na leo nitawapa mifano michache. Katika mwaka 2024 Tanzania imefanikiwa kupata tuzo za kimataifa, yani World Travel Awards, ambazo zinatambuliwa kimataifa katika maeneo yafuatayo. Kwanza, Tanzania ilishinda tuzo ya Africa's Leading Destination ya mwaka 2024.
yani kuwa kivutio bora barani Afrika. Tumeshinda tuzo ya World Leading Safari Destination mwaka 2024. Yani Tanzania imepata tuzo bora ya safari, yani utalii Tanzania. Tumepata tuzo ya World Leading National Park kupitia hifadhi yetu ya taifa Serengeti, ambayo imeshinda tuzo hii kwa miaka mitano mfululizo, mwaka 2019, 20, 21, 22, 23 na 24, mwaka wa 6 tumeshinda kupitia Serengeti. Tumeshinda tuzo ya African Leading Tourist Attraction mwaka 2024 kupitia mlima wetu Kilimanjaro. Tumeshinda tuzo ya Africa's Leading Tourist Board. Bodi yetu ya utalii inafanya vizuri kwa mwaka 2024. Lakini pia Tanzania imepata pia tuzo kwa mwaka 2025. Tuzo za dunia za utalii. Teknolojia inanisumbua kidogo. Kwa mwaka 2025 tumerejea tena kupata tuzo ya World Leading Safari Destination. Tukapata tena tuzo ya World Leading National Park kupitia hifadhi ya Serengeti. Tukapata tuzo nyingine ya World Leading Balloon Ride Operator, ule utalii wa baluni kule Serengeti. Tumepata tuzo nyingine ya World Leading Exclusive Private Island kupitia Jumeirah Thunder Island. Tumepata pia tuzo ya Africa's Best Corporate Retreat Destination Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapata hizi tuzo zote kwa sababu kuna kazi kubwa imefanyika ya kuimarisha utalii wetu na kuimarisha maeneo yetu ya utalii, ambayo licha ya kuwa ya asili, serikali imechukua hatua madhubuti ya kuyaboresha, kuyaimarisha na kuyafanya yavutie watalii wengi kuja kutembelea. Jitihada hizi tunategemea zituletee matokeo makubwa katika safari yetu ya kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030 kama ambavyo vimeelekezwa katika ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Kwa hivyo nataka kutumia nafasi hii kutoa wito kwa ndugu zangu, kwa Watanzania wote, kuhakikisha tunatumia fursa hizi ipasavyo za utalii, kwa sababu utalii huu utakuwa hauna maana kama utakuja kufanyika kwenye nchi yetu na sisi tukabakia kama watazamaji. Wale ambao wanafanya biashara, wale ambao wanaendesha shughuli mbalimbali za kutoa huduma, tuhakikishe tunazitoa huduma hizo kwa ubora unaotakiwa ili tuweze kunufaika ipasavyo na uwekezaji huu mkubwa unaofanyika kwenye utalii. Na sisi kwa upande wa serikali, nimezungumza hapa kuhusu shirika letu la ndege ATCL. Tunatambua uwepo wa fursa hizi na umuhimu wake. Ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua serikali itoe fedha za kutosha kuhakikisha tunafanya uwekezaji huu mkubwa, nchi yetu iweze kunufaika na utalii. Na mimi nataka niwaambie, mwaka 2027 nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya mpira wa kandanda barani Afrika, AFCON. Tunategemea maeneo yetu haya ya utalii, huduma zetu za usafiri na usafirishaji zituletee matokeo yanayotarajiwa. Nimezungumza hapa kuhusu kuanza utekelezaji wa dira 2050 mwezi wa 7 mwaka huu. Ni dira ambayo itagharimiwa kwa kiasi kikubwa kwa 70% na sekta binafsi. Serikalini huku pamoja na taasisi zake ni kama 30%. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kila Mtanzania anatakiwa achangamke, tukamate fursa. Leo tunaleta mashindano ya AFCON. Matarajio yetu ni kwamba watu mbalimbali wajipange kwenye maeneo yao, mashindano haya yatuachie ongezeko kubwa la watalii kwenye nchi yetu, yatuletee wawekezaji kwenye madini, kwenye kilimo. Tunatarajia tuone wadau wetu waliopo kwenye sekta ya kilimo wanatumia mashindano haya kutangaza mazao yetu tunayozalisha katika maeneo mbalimbali, bidhaa zetu tunazozalisha kupitia madini, kupitia uvuvi, kupitia ufugaji na maeneo mengine, ili baada ya mashindano haya tuwe na connections, tuwe na masoko mbalimbali duniani kote. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania tufanye hivyo.
Na kwa upande wa shirika letu la ndege ATCL, tumeshaandaa mkakati sisi serikali wa kuhakikisha katika mashindano haya ya AFCON tunalitumia shirika hili kimkakati. Moja, tutaongeza safari nyingi kuelekea kwenye maeneo yote ambayo mashindano yatafanyika, Tanzania, Kenya na Uganda, ili asitokee hata mtu mmoja atakayeshindwa kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwenda kutazama mpira. Hilo moja. Ndege zetu zinazofanya safari za kimataifa tutazifanyia branding, tutazipiga rangi, yani semaje, tutazipamba kwa AFCON ili kuitangazia dunia kwamba AFCON inakuja kufanyika Tanzania. Mimi ninachoomba ndugu zangu wa Tanzania, kwa sababu tuna fursa hii kubwa, kila mmoja kwenye eneo lake ajipange kimkakati. Kama una duka, kama una kampuni ya utalii, kama una kampuni ya uzalishaji wa bidhaa za kilimo, jiandae kimkakati kupata connections, kufanya biashara nje ya mipaka yetu. Tunao mkakati sisi kupitia Wizara ya Kilimo wa kuongeza uchangiaji wa Wizara ya Kilimo katika pato la taifa kufikia 10% ifikapo 2030. Mkakati ule maana yake ni kwamba kila anayefanya uzalishaji wa bidhaa ni lazima aongeze tija, tuzalishe kwa wingi zaidi ili nchi yetu iweze kufikia kiwango hicho. Na hicho tutakifikia kama tutaongeza mauzo yetu nje ya nchi. Tunataka tuongeze mauzo yetu ya mchele nje ya nchi, mauzo yetu ya mazao ya mifugo, nyama, ufugaji wa samaki na mengine mengi. Kwa hiyo kila mmoja kwenye eneo lake achangamke. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimezungumza mengi, mengine nitayapata kutokana na maswali yenu, lakini kwa hapa Dar es Salaam kazi ya uimarishaji wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji inaendelea. Moja ni ujenzi wa miradi yetu ya BRT, kazi inakwenda vizuri. BRT moja ile ya Kimara mjini Posta inaendelea kufanya kazi. Najua tulikuwa na changamoto kidogo ya mabasi, lakini sasa hali imetulia. Serikali imefanya uamuzi wa kimkakati wa kushirikisha sekta binafsi katika usafirishaji wa abiria na kazi inakwenda vizuri. Tumeanza safari ya Kimara mjini, lakini pia kutoka mjini kwenda Mbagara. Hivi sasa tuko katika maandalizi ya mwisho ya kutoka mjini kwenda Gongo la Mboto. Kampuni yetu ya UDAT imeshaleta mabasi 49 na mengine 99 yanakuja kwa ajili ya kutoa huduma katika safari hii, lakini pia tunao wazabuni ambao watakuja kutoa huduma katika safari hii. Yako maeneo mengine ambayo pia tumepata wazabuni wengine na tutaendelea kuongeza wazabuni wengi iwezekanavyo, tuwe na mabasi mengi na mazuri kwa ajili ya kutoa huduma ndani ya jiji la Dar es Salaam, wakati pia kazi za ujenzi wa miundombinu zikiwa zinaendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, niliona niseme hayo machache, lakini mengine kama kuna mtu atakuwa na maswali, niko tayari kuyapokea maswali na kuyajibu. Lakini kwa kifupi, hiyo ndio kazi kubwa iliyofanywa na serikali katika eneo hili la usafiri na usafirishaji. Yako maeneo mengi, lakini angalau haya machache nimeona niwaambie leo, mjue kwamba kazi inaendelea, ikiwepo katika uwanja huu wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibuni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kama yote mwenye maswali au kama mmetosheka tufunge duka tuondoke. Karibu sana dada. Asante. Jina langu ni Asnati Mkiramweni. Mimi ni mwandishi wa gazeti la